Yes, mchezo mkubwa kabisa wenye hadhi bora kweli kweli umemalizika katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, sio mnyama Simba Sports Club wa Dar es Salaam Young Africans ambaye ameondoka na alama tatu, wote wakigawana alama moja moja, lakini kubwa kuliko ni kuhusu goli la Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka, wengi wakiuliza ya kwamba goli la Chama liuzwe shingapi kwa bei hii ya Tanzania kiujumla. Nipo hapa naye Golisin Muro, langu jina ni Saidi Tuntu. Bwana Muro, kiufundi na kiutaalamu, goli la Clatous Chota Chama lilikuwa ni goli la aina gani? Lakini kabla ya hapo, hebu tuelezee ile pasi bwana alipiga Clatous Chota Chama kumpigia Libase Gay. Yes, kwa hiyo unaweza ukaona hata movie ya pasi ya bao la Libase Gay, unaweza ukaona namna gani ambavyo mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuscan kwenye mchezo ile kuscan maana yake uwezo wa kumaster eneo zima akiwa na mpira mguuni kabla hajaurelease kwenda popote. Maana yake nyuma ya mgongo wake unaweza kuona mpanzo alikuwa ni kama vile anafanya overlapping upande wa kushoto, pembeni yake kulia alikuwa Jospin Loemba, lakini nani alikuwa anafanya movement kuelekea ndani ya boxi? Unakumbuka alikuwa Libase Gay ambaye ni mfungaji. Sasa uwezo wa kumaster na kuchagua correct position, nafasi ambayo ni sahihi zaidi kwa ajili ya kwenda kuifanyia madhara timu pinzani, hicho ni kitu ambacho kinamtofautisha na wachezaji wengi sana. Na ndio maana unaweza kaona inawezekana nafasi nyingi wachezaji wengi walizipata ambazo zilikuwa zinafanana na movement ya Chama kwenda kutengeneza assist ya Libase Gay, lakini walifanya ubunifu kwa kiwango gani? Walitoa matokeo gani baada ya kuwa na mpira kwenye nafasi bora kama aliyokuwa nayo Chama? Kwa hichi ndicho ambacho kinamtofautisha yeye na wachezaji wengi. Sasa kwa brain ile ndio maana wachezaji wa eneo lile ni kama vile hawazaliwi kila kizazi, ni kama vile hawapatikani kila wakati. Hata football ya dunia tulishawashuhudia akina Dennis Beckham, hakika miongoni mwa watu ambao walikuwa na brain kubwa sana, uwezo mkubwa kweli. Yes, anaweza akasoma movement tatu mbele wakati wenzake wanasoma movement moja. Unazungumza kundi la kina Andres Iniesta, unazungumza Zinedine Zidane, hao akina Rui Costa. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wakati wewe unajiandaa kusoma movement mbili za wachezaji, yeye alishasoma movement ya 4 itakavyokuwa baada ya hizi mbili. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kinamfanya Chama, pamoja na kuwa umri unakimbia, muda mrefu wa kutumikia mpira unakimbia, lakini bado kuna vitu unaviona. Nani anakuja nyuma na kuanza kuzungumza ndani ya kiwanja kwenye miguu yake katika kiwango cha juu. Nilikuwa naangalia tu kwenye ligi yetu, nikawa nasema okay, nafikiri nje ya Chama nani mwingine anafanya vitu at least unasema huyu anafikiria hatua 3-4 mbele. Nikawa naanza kwa Young Africans, maybe Pacome Zouzoua. Kuna wakati akiwa kwenye form unamuona brain yake inavyoweza kuamua matukio mengi, kuanzia dribbling yake na pasi za mwisho. Lakini kwa upande wa Azam FC iko Faisal Salum Feitoto, mtu ambaye unaweza ukasema anafanya vitu vyenye accuracy, vyenye usahihi, hata kama sio kwa 100%, basi zinaweza zikavuka 70. Hichi ndicho ambacho Chama anakifanya. Kwa hiyo hata bao zuri alilofunga yeye kwa movement yake yeye na mpanzu, lakini kwangu mimi the best pass, the best option ambayo alikuwa nao leo kubwa kwenye mchezo, kitu ambacho nasema alikifanya special kwangu mimi binafsi, sio ile goli alilofunga la Kideo ambao ni top goal, laweza likagombea kwenye tuzo ya bao bora la msimu, lakini ile movement na the way ambavyo alichagua kupunguza na kutengeneza option nzuri kwa Libase Gay kufunga bao. Kwa kwangu mimi nafikiri hiyo imepelekea kumuona kwa assist na kuscore bao, anakuwa mchezaji bora wa mchezo kwa hii leo, japo kuna wachezaji wengi sana walikuwa na performance ya juu, ikiwemo kina Jospin Loemba ambao walikuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu. Kwa upande wa Young Africans uliona kwenye wakati tofauti Shadrack Boka akifanya kazi kubwa kuhakikisha timu inazuia kuipush kwenda mbele, performance nzuri sana Juka Buya. Lakini unaweza kuona pia mtu kama Dube ambaye pia alikuwa na performance ya juu kufunga goli, lakini mpira wake wa kichwa ambao ulikwenda kumshinda golikipa, baadaye Bakari Mwamnyeto anafunga bao, na movement alizokuwa nazo Dube, nafikiri kitu ambacho kitakuwa kimeleta doa kidogo kwa Dube inawezekana ni ile chance ya mwisho ambayo
ilikuwa anabakia yeye na golikipa achague pa kufunga, lakini nje ya hapo ndio maana unamuona Chama Cletus Chota Triple C Mwamba Lusaka anakwenda kukabidhiwa tuzo ya mchezaji bora wa mchezo kutokana na matukio mengi sahihi aliyokuwa anayamua. Amekabidhiwa tuzo Tuntu, lakini ukimtazama sura yake haikuwa na bashasha, haikuwa na furaha. Ni kwa sababu namna alivyoianza game, namna ambavyo akili yake ilikuwa imetumika kwa kiasi kubwa kwenye mchezo, aliamini at least point 3 zingekuwa ni tuzo bora ya yeye kwenda kuumaliza mchezo. Unajua anachokifanya Chama hichi, hata kule Amani pia alifanya bwana, mpaka akasababisha mkwaju wa penalti Selemani Mwalimu akatia kamba wavuni. Bado mimi nataka huu Chama umchakate kweli kweli, yani bado sijaridhika Mwalimu Muro. Of course ni kweli, unakumbuka kwenye mechi ile ya fainali ya Muungano na ni ndani ya siku 5 tu ameendelea kuthibitisha. Unajua tofauti ya daraja na form, kwa maana class na form, ni kwamba class ni kitu ambacho umekijenga kwa muda mrefu baada ya kuwa na form za kujirudia rudia. Lakini form ni kitu kinachofanyika temporary kwa muda mfupi. Sasa yeye amekuwa na daraja kwa sababu aina ya matukio makubwa ndani ya kiwanja ambayo amekuwa akiyafanya yanajirudia mwaka baada ya mwaka. Nafikiri Zanzibar, nafikiri yeye alikuwa ni miongoni mwa funguo za mchezo ule, kwa sababu kwenye dakika 120 za mchezo, imagine mechi imekwenda extra time, lakini ni yeye kwa maarifa makubwa ya kuweza kutengeneza mkwaju wa penalty ambao baadaye ilibidi wamkabidhi Selemani Mwalimu na kuweza kuukwamisha wavuni. Ndio kitu ambacho kinazungumzwa sana kwenye dabi ile, kilikwenda kuiamua mechi. Bahati nzuri hizi mechi kwa hivi sasa zinapochezeshwa na wageni, tunayapata maamuzi ambayo hayana tension. Mwamuzi anakuja na sheria zake 17, Tuntu kifanya A yeye atajibu B, Tuntu kileta X yeye atakuletea Y. Bwana, hii ndio interpretation ya sheria, ndio tafsiri ya sheria inavyosema. Kwa hiyo utaona mwamuzi Dickens Mimisa wa Kenya alihukumu kuwa penalty, lakini ni kwa sababu ya utulivu, tunasema composure kubwa akiwa na mpira nayo Chama. Ndio kitu ambacho inawezekana Simba walikuwa wanakimisi msimu huu wakati unaanza, kabla ya dirisha dogo Chama kuingia. Hata msimu uliopita ambao walikuwa wanamtegemea zaidi mbunifu alikuwa Jean Charles Ahoua, ambaye ndo alikuwa anacheza juu ya Kagoma na Fabrice Ngoma. Kwa hiyo unaweza kuona mtu pekee ambaye anaiconnect team na matukio ya kuamua mechi. By the way, Chama amekuwa the best sana. Mchezo dhidi ya Coastal Union unakumbuka, pasi bora kabisa kwa Selemani Mwalimu. Michezo tofauti amekuwa ni mtu ambaye ndio anatumika kama mtu wa kufungua zile tunasema tight locks za timu pinzani. Hata kama una defender wagumu, viungo wagumu vipi, ni either utamchezea foul ama utatengeneza mazingira ya yeye kuona uchochoro katika nafasi ambazo zinakuwa behind ukuta wenu. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, mimi nawaza baadhi ya wachezaji walikuwa na performance ya juu sana, lakini kwa kile alichokifanya, kuscore, kutengeneza assist, kuifanya moment ya mchezo kuwa katika ubora wake. Kumbuka Simba kwenye mechi za ligi alipoteza takriban mechi 6 mfululizo za ligi pamoja na ngao. This time unazungumza mechi 3 sasa za msimu huu, zote zimeisha kwa sare kwenye dakika 90. Ile ya ligi ilikuwa bila, ya ngao ya jamii ilibidi kaamuliwe kwenye extra time, Simba akashinda, lakini this time tena unaona ni sare. Sare imetokana na nini? Baadhi ya ubora wa wachezaji ambao walikuwa wanakosekana Simba kuwa wameingia kwenye dirisha dogo, plus kocha ambaye pia aliingia dirisha dogo amekwenda kupika kitu ambacho of course unaona sasa hivi wanakwenda toe to toe na Young Africans. Ile kesi ya kila siku mechi inaisha kichwa chini, unaiona inaanza kuondoka taratibu. Na kama sio tu ule ukomavu na kuwa na benchi la ufundi ambao lingekuwa pana, kwa maana wachezaji waliotokea sub ambao wangeweza kuja kuiongezea nguvu Simba, ingewezekana bado mechi ilikuwa mikononi mwao. Lakini mentality ya Young Africans, energy waliokuja nayo, ndio kitu ambacho kimekwenda kutuonyesha kwamba pamoja na performance bora ya Chama, bado hakuweza kufanikiwa kuondoka na point 3 kwa kile kitu kikubwa alichokileta kwenye mchezo wa leo. Bwana Golisin Muro, engine of football, umechakata vizuri kweli kweli. Na mimi kutokea hapa sina la ziada. Leo Chama ameshinda goli la kideo kweli kweli. Binafsi yangu ameniburudisha haswa. Mimi kutokea hapa sina la ziada, naomba nikutakie siku njema tafadhali. Bwana, huyo ni Golisin Muro, engine hii ya kuchakata na kupepeta hoja nzito kweli kweli. Langu jina ni Saidi Tuntu na hii ni JM News TV. Anayekupa picha ngavu kweli kweli kwa siku ya leo ni Heri Lionga. Bye bye, mpaka wakati mwingine.